Unajua na mpenzi wangu mambo? Poa mzima. Safi poa. Na poa. Leo ni siku muhimu sana kwetu. Leo ni siku ya Valentine Day mpenzi wangu. Nimekaa nyumbani nimefikiria juu ya upendo wangu kwako. Nimeamua nikuletea zawadi mpenzi wangu. Kwani zawadi yako ujiona mtu mwingine kumpeleka kwa kuniletea mimi? Wewe ndio mtu sahihi sana kwenye maisha yangu. Na unajua Afrika kuwa mimi bila wewe siwezi kuishi. Wewe ndio kila kitu kwangu. Wewe ndio chanzo cha mimi kupata nguvu za kutafuta. Ndio nakwambiaje? Tafuta watu wote huko. Utakayemwona sasa mpe zawadi yako. Kwa zawadi gani? Sisi tunanipenda. Kwa zawadi gani unataka kuniletea nini? Lakini sidhani kama hii sio zawadi kwako mpenzi wangu. Mimi najua hii ni kubwa sana. Lakini ungeipokea kwa siku kama ya leo. Ungeipokea ingekuwa kitu kizuri sana kwangu mpenzi wangu. Unajua Afrika, wewe ndio faraja wakati wa huzuni kwangu. Na wewe ndio tabasamu wakati wa furaha kwangu. Na hii ni siku yetu pia mimi na wewe. Ungeisherehekea kwa amani kabisa mpenzi wangu. Kwa shida yako nipokee zawadi yako. Shida yangu ipokee, lakini pia upokee na moyo wangu pia. Okay. Nenda moyo wako. Maana yasije ya kutoka maneno kibao kwa mtu ambaye ana muda na wewe. Nimeshapokea zawadi vyako. Maana sio zawadi, zawadi vyako. Kwa hiyo unaweza kwenda. Lakini mimi hapo nimechagua. Kwa kuyapokea tu. Okay, asalimini. Uendako. Unajua ukiwa unaangalia ndani, utaukumbuka uwepo wangu. Nashukuru. Siku ya Valentine, nataka niwe na wewe. Macho yako yakinitazama. Niambie, mambo. Poa njema. Njema. Nafika. Nashukuru Mungu niko poa. Feti. Wewe ni mtu ambaye ni furaha kwangu, malaika kwangu. Na pia isitoshe siku ya penda nao ndo inawadia. Labda nikuulize, kwani simu zangu pokelewi? Wewe tueleza kilichokuleta hapa. Masuala ya simu achana nayo. Kilichokuleta hapa kitu gani? Unajua nini Feti? Mimi nakupenda sana. Na nimezunguka dunia nzima sijaona. Hiyo unanichekesha wewe. Chekesha. Dunia nzima. Wewe ni mtu ambaye unayeumiza moyo wangu. Nakuhitaji Feti. Hivi wengine hujaona huko mtaani mpaka hiyo mimi? Kwa nini vipi yani? Feti, nisikilize Feti, mpenzi wangu. Wewe ndio kila kitu kwangu. Kwa nini ninachokuambia unielewe? Na pia nitakuomba kitu. Nakusikiliza. Nakuomba basi nisikilize. Utanikubalia? Nimekwambia nakusikiliza. Basi nakuomba funga macho. Sasa nifuache kwa kutaka kuniua. Hapana. Yaani mimi siwezi kuua. Naomba funga macho basi. Special for you, funga macho. Naomba funga macho. Haya. Fumbua. Happy Valentine. Mimi nikajua kitu cha maana. Mbona ujiua? Kwa hiyo ukiona watu ukawapelekea na kamoja ulipelekea tena vijiua. Nakuomba Feti. Hivi nadhani mimi naacha hivyo vijiua vako. Kia basi. Sasa, ndio ni mwanamke. Unahesabu na mimi mwanamke mwenzako? Sina kuuliza wewe. Ndio maana nimekutafuta wewe. Wewe ni mwanamke ambaye unajua kuniwezesha mimi mwanamke mwenzio. Na pia isitoshe, yaani Mungu akipenda naweza nikakuoa. Yaani mwanamke wangu ni wewe mimi. Serious. Nakwambia kwa sasa na maisha. Mbona kila kitu Feti nikikukabidhi kipenzi changu
huduma zote unapata. Shida ni wewe mwanamke mwenzangu. Kwanza unakuja na hisia na mimi mwanamke mwenzako. Nipe vijio wako kama sitaki hata kukuona hapa mbele ya macho yangu. Basi pokea hata kwa furaha kidogo. Nipe bwana uondoke. Pokea basi. Sawa nenda. Siku ya Valentine nakupenda kwa vitendo, si maneno tu ya mdomoni, ni moyo wangu wote. Mambo. Poa vipi? Safi mzima. Mzima sio? Niko poa. Mbona saa hizi mazingira yangu? Jamani, sasa leo unajua siku ya wapendanao jamani. Nimeamua kuja kwa kipenzi changu kumpa zawadi yangu. Kwa hiyo mimi na wewe wapendana, si ndio? Jamani, kwani unipendi mimi? Hivyo nikwambia mara ngapi mimi sikupendi? Nikuona mzee chefu, yani chefu kabisa. Mimi ndo nakupenda. Mimi hata wewe unione kama kinyesi, mimi ndo nakupenda hivyo. Bana sikiliza. Mimi biashara kupendana wakati una hela mimi sipendi, sawa? Hela sio kitu. Kwa hiyo hiyo ndio zawadi ya Valentine ndio unaniletea mimi huwa hiyo. Mimi nyuki. Kwani kila anatogoa ndo nyuki? Kuna wanawake wengine wachanganyaji. Kipenzi bwana, hebu acha kuwa hivyo. Leo ni siku ya Valentine Day, nenda tusherehekee basi pamoja. Nisikie basi, au si? Nenda, kuna mwenzako anatakiwa kuja, ana hela. Sawa, pokea tu zawadi yangu. Nakuomba, pokea tu zawadi yangu. Nikipokea zawadi yako napotea. Sawa? Haya, sawa. Ete. Unaniita mimi wani vitu vingine wewe. Una zawadi, utakataka hii. Tatupa. Lakini zawadi jamani. Nenda, mwenzako anataka kuja. Sasa tukiketi kwenye benchi pale bustani, umependeza. Hakika leo ni siku ya Valentine Day. Kama tumeambizana kuvaa nyekundu. Vipi ndio mtoko? Ana, karibu. Bwana mimi kipenzi changu nimekuletea zawadi ya maua. Sababu leo ni siku muhimu sana ya kupeana zawadi. Leo ni siku ya Valentine Day kama unavyojua. Kwa hiyo haya maua yanakuhusu, tafadhali pokea kipenzi changu. Yaani nilijua utaleta kitu muhimu sana na sio haya maua. Hivyo uone wanaume wenzako wanaleta maua yakipambwa na hela. Uone? Au juu hilo? Najua hilo madam, lakini sasa kipenzi, mimi sina uwezo huo wa kupamba maua na pesa. Mimi nimeleta kama yali. Tena nacho sio ya fake na waletea hali ya kununua. Mimi nimeleta kabisa ya bustani. Hivi unachukua ni gani kipenzi, lakini wewe nikazali ukanisikia utaniambia asante. Nikusifia kwa wewe ujinga. Maua hamna hata noti moja hamna. Hata dola moja hamna. Kweli? Uko serious kweli? Na ukiangalia leo ndio siku muhimu kweli. Penzi, kweli wewe maajali. Haya mimi naenda. Sio unaenda, kalete pesa. Nitajitahidi. Sio utajitahidi, nahitaji pesa na sio maua. Unanisikia? Ndio kipenzi, nimekusikia. Ukiendelea na hii tabia yako, siku muhimu unaletea maua. Iwe mwanzo na mwisho. Jamani, mimi nakuwa ina maana unione. Nakuona vipi? Poa. Mbona hivyo unakalamia? Nimekuletea maua. Maua? Ya kazi gani sasa mimi? Kwanza apokee bwana, ya kazi gani? Apokee bwana. Unajua leo siku gani? Siku gani? Kwani unajui jamani? Tarehe 14. Siku napenda nao leo. Kwa hiyo umemchagua nani? Nimekuchagua wewe ndio maana nimekuletea. Umenichagua mimi uniletee maua, si ndio? Sasa kosa langu lipo wapi jamani? Nikuulize kitu kimoja.
Yaani mwanaume niko peke yangu, si ndio? Nishakwambia sana. Mimi sihitaji kuwa na wewe. Alafu mapenzi kweli haya. Au umeyapata wapi? Kwa nini unaniuliza hivyo? Huyu alikupatia haya maua ni rafiki yako? Kwa nini unaniuliza hivyo? Mimi nilimpa mpenzi wangu. Mpenzi wako? Ya, kwani nilijua hilo? Nashangaa amenirudia tena mimi. Kwa hiyo nataka uniambie unihitaji tena, si ndio? Hivyo unataka mimi nikupende kiasi gani labda mpaka ujue kama mimi nakupenda? Au unataka nifanye nini? Hapa kuna kitu kati yetu. Kivipi? Mimi najua kweli ya mapenzi sasa hivi ni duara. Samini kama ya maua yangerudi mikononi mwangu tena. Haya maua mimi niliyatoa kwa mtu ambaye ninampenda sana. Anajionea kama maajabu. Unajua nakusikiliza tu lakini sikuelewi. Yaani usione kwamba nimenyamaza lakini ujue naelewa chochote. Sikuelewi chochote. Haya maua ni ya kwangu mimi hapa. Na nimeamua nikuletee kwa upendo tu. Lakini kila unachokifanya kwako lakini ukioni hicho unataka nifanyaje? Na sidhani kama utanielewa. Ungeenda tungekuwa safi zaidi. Siwezi nikaondoka. Naondokaje sasa? Naondokaje? Siwezi nikaondoka. Basi nitakuachia wewe ukae hapa. Unaionaje hiyo? Hivyo kunifanyia mimi hivi kweli? Na kuuliza kunifanyia mimi hivi kweli jinsi unavyonifanyia? Au unaniona kwamba unaona kwamba unavyofanya huko sahihi kabisa? Wewe kwa sasa ungetafuta tu. Sikiliza nikwambie, moyo muda mwingine unatuongopea tu. Unanielewa? Ukweli nakupenda sana. Na siko tayari kabisa kukupoteza. Na ndio maana hata ukinijibu vibaya najifanya kama sisikii, lakini naumia. Unakuwa unaniumiza sana. Nakupenda bwana baby. Basi sana, wewe hapa ninapokea. Nakupenda. Asante kwa kunipenda. Naomba nikabidhi moyo wako kwangu. Mimi moyo wangu siwezi kukukabidhi. Kwa sababu kuna mtu nishamkabidhi. Usiseme hivyo bwana. Huyo mtu yuko wapi? Kama ungekuwa kuna mtu singefuta hapo na mtu hapo. Mbona maua? Mimi nilimpa mpenzi wangu. Usiseme hivyo.